kwa uaminifu wa Mungu tutatoka na ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo kinasema hatua yako itabadilika na hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Hali yako ndiyo itakayobadilisha hatua yako. Bwana Yesu asifiwe. Hatua yako ndiyo itakayobadilisha hali yako. Hali yako itabadilishwa na nini? Hatua yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaposema hatua, nikisema hatua maana yake ninatoka mahali fulani kuenda mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko katika safari, watu wa Mungu. Maisha yetu kila siku ni hatua. Ukiona huendi mbele, basi rudi mbele za Mungu. Mwambie Baba, nahitaji kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata watoto tunatamani wapige hatua, watoke mahali fulani waende mahali fulani. Biashara zitoke hatua fulani ziende level nyingine. Kwa hivyo hata maisha yetu yanabadilishwa na hatua zetu. Nitasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7. Nitaanzia mstari wa 3 mpaka wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Ni mstari mrefu kidogo, lakini ninaamini kuna kitu utapata. Haleluya. Neno la Mungu linasema, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama ilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakatoka wakaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakawaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, na tena tutawapata wakiingia mjini. Na mmoja wa watumishi wake akajibu akasema, kunlazi baadhi ya watu na watwae farasi 5 katika hao waliosalia waliobaki ndani ya mji. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Waisraeli waliobaki ndani yake, wamekuwa kama mkutano wote walioangamia. Tutawapeleka tukaone. Basi wakatwaa magari 2 na farasi zake. Mfalme akawatuma akawafuata Washami, akasema, enendeni mkaangalie. Wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa Washami, wapate kukimbia upesi.
Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, sawa sawa na neno la Bwana. Naye mfalme akamwendea yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni, akafa kama alivyosema yule mwana wa Mungu aliyenena. Hapo mfalme alipomshukia, ikatukia kama vile mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hii habari inaihusu Samaria. Samaria ilikuwa katika hali ngumu, ilikuwa katika kipindi fulani kigumu ambacho kama nchi kilikutana nacho. Changamoto ya kwanza, kulikuwa na njaa. Changamoto ya pili, kulikuwa na shida ya kiuchumi. Changamoto za kiuchumi, hela huna, una njaa, unatamani vitu hakuna. Walikuwa katika kipindi kigumu sana ambacho kiuhalisia walikuwa wanamhitaji Mungu awasaidie. Wakati huo wakiwa wako katika hofu ya vita, wako katika hali fulani ya kuogopa maadui, wakiwa wamezingirwa na jeshi la Washami. Hawa watu walikuwa katika wakati mgumu sana. Wengine walikuwa wamejificha, wengine walikuwa hata nyumba ya mfalme yenyewe ilikuwa ina wasiwasi. Watu walikuwa wanajiponya nafsi zao. Jeshi la Washami lilikuwa limeweka kambi kila mahali, wamejificha, wameweka kambi yao wakiwa wameshawazidi nguvu. Lakini tunaona jinsi gani hawa watu, hawa wakoma wanne. Wakoma tunawafahamu, si ndio watu wa Mungu? Nani hawajui wakoma? Uwafahamu? Kumbe anajikuna. Halo? Sasa hawa wakoma walikuwa wamezoea kutengwa, yani walikuwa wanawekewa kambi yao, kwa sababu ilikuwa ni ugonjwa ambao unaambukiza, na walikuwa wanaonekana kama ni najisi, yani ni kama watu ambao hawawezi kuchangamana na watu wengine. Walikuwa ni kama wanaonekana ni watu ambao wenye laana. Sasa hawa wakoma wakaamua, wakaangalia, wakasema jamani, tuko hapa tuna njaa, tuko hapa, tukikaa hapa jeshi la Washami litakuja litatuua, hata tukitoka pia jeshi la Washami litatuua. Kwa hivyo wakakusudia kutoka katika eneo walilokuwepo, waende waangalie chochote ambacho watakutana nacho kwa habari ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hawa wakaamua kutoka mahali walipokuwa, waende angalau wapate kitu wale, kwa sababu wakaona hata tukikaa hapa na njaa yetu, hatujala siku ngapi, siku kadhaa, tutakufa tu. Tukitoka tukikutana na lile jeshi bado tutakufa tu. Kwa hivyo wakaambizana, ngoja tutoke tuende huko huko kwa hao Washami mahali walipo, pengine tunaweza kupata kitu chochote. Sasa huu mji wa Samaria, changamoto ambazo walikutana nazo kwa wakati huo ni kama hizi ambazo sisi tunakutana nazo leo. Watu wa Mungu, changamoto zimekuwa nyingi. Changamoto za kiuchumi, changamoto za kukosa pesa. Mtu anatamani aende hata hospitali, lakini hana pesa, hana chakula. Kuna watu wana njaa, kuna watu wanapitia shida. Kipindi kama hiki ndio kipindi ambacho hata hawa walikutana nayo. Ilikuwa ni hali ngumu, ukosefu wa chakula, ukosefu wa ajira, mtu ana biashara lakini haikui, hali fulani za kudharauliana, hali fulani za kukataliwa, ndio mambo ambayo walikutana nayo. Lakini hawa wakoma wakaamua, wakasema hapana, hebu tutoke mahali tulipo, tuamue tuende huko, pengine huko Mungu atatuonekania, pengine huko tutapata kitu. Kwa hivyo walikuwa ni wakoma wanne tu ambao
waliamua kutoka, na katika safari yao tunaona kuna mambo kadha wa kadha ambayo yaliweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimesoma huu mstari wa 3 kwamba, nitarudia, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai sawa, wakituua sawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakaamua sasa, haiwezekani, tumechoka, haiwezekani tuendelee kukaa hapa, tuna njaa ya kufa, haiwezekani tuendelee kukaa hapa wakati maadui zetu wana vyakula, maadui zetu wana kila kitu. Hebu tuende huko, kama watatuacha sawa, kama hawatatuacha basi yote ni sawa, kwa sababu hata tukikaa hapa hatutapona. Wakaamua kuenda. Walivyoanza safari, Mungu alifanya jambo fulani ambalo lilikuwa ni la ushindi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikusomee huu mstari wa 7. Kwa hiyo wakaondoka, nianzie mstari wa 6. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakati wameamua kuondoka sasa kwenda kwenye lile jeshi, kwenye ile kambi. Kambi ni eneo ambalo wanaweka kambi, yani wanaweka kambi, wanaweka silaha, vita, yani mahali ambapo wanakuwa wanajihifadhi. Hawa wakoma wakaamua kwenda kuwafata kule, lakini Mungu aliangalia ile imani yao. Wakiwa katika safari ya kuenda kule, Mungu akabadilisha zile hatua zao, zikageuka zikawa kishindo kikubwa, kishindo ambacho kikawaogopesha wale kule ambao walikuwa ndo wanaoogopwa. Wakasikia kishindo kikubwa ambacho hakijawahi kutokea kwenye masikio yao, wakaogopa, wakaanza kusema, wanatuijia, wameazima majeshi nchi mbalimbali kwa ajili ya kuja kutuangamiza. Kwa hivyo wakaanza kukimbia, wanaacha vile vitu ambavyo walikuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa na sisi tuko kwenye changamoto nyingi, lakini watu hawapendi kuchukua hatua, wanaogopa kukabiliana na mambo ambayo wanakutana nayo. Watu wanaogopa kusimama kwenye nafasi zao, kuamua kwamba sasa tumekaa hapa inatosha. Unakuta mtu amekaa eneo moja, yuko katika changamoto nyingi, lakini bado ameona ni sawa, bado anavumilia. Watu wa Mungu, tujifunze kwa hawa watu. Walikuwa na njaa, walikuwa hawana pesa, walikuwa hawana kitu chochote, lakini walikuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.